kulikuwa na private gas pamoja na private band. Vietnam walipocheki katika binocular yao ya kivita waliona kwa mbele basi linakuja ambalo waligundua kama ni Scubas. Hivyo hawakuweza kulishambulia wakati liko mbali. Waliona huku linakuja linaswea. Driver alikuwa anajaribu kuonyesha kama engine ilikuwa ni mbovu. Walinzi waliokuwa katika sehemu ya daraja walikaa standby wakijua kabisa bila shaka hii basi lilikuwa limepakia wanafunzi. Where do we now? Almost Salvanese. no guards from here to the other side. Sasa hapa mwingine ataruka na nani? Kuku mimi nitakaruka. Turn on the left. Kianza kushambulia unaingia kwenye mto ili wazunguke kwa nyuma. Kwa hiyo sasa pinga sio maigacho moja watu fanya. Hese kwa ngoja niteremke chini niende kuangalia kwa sababu nimeona kama kuna sura za askari ndani. Sasa shambulia. Kuku alianza kushambulia. Kaongeza moto basi. Sasa basi nakwenda mkuku. Wa Vietnam wanaanza kuipandika fresh. Aliruka mmoja wa komando. Kwa mwingine alikuwa ni Ben. Mpaka ndani ya maji. Nia yake ni kwenda kuwazunguka maadui kwa nyuma. Kuwapiga ile kitu inaitwa ambush. Ben alikuwa ameshazunguka kwa ndani. Alienda kuwatokea kwa nyuma. Na kuanza kurushiwa zile njugu za mgongoni. Baada basi kuvuka, makomanda wa kona lingine pamoja kama walikuwa ni wachache walianza kutia hangle pale kwenye daraja. Jaribu cheki. Naweza kuwa kumebakia wachache huko kwa ndani. Jamani, hao watu ni hatari kweli. Sikuamini kama tungevuka hapa. Walichukua mapumziko kidogo pale darajani ili safari iweze kuendelea upya. Aliyepewa ulinzi sasa juu ya basi alikuwa ni Gordon, yule aliyetaka kuwasaliti kule njiani. Gordon kama kawaida yeye alikuwa ni mwalimu lakini ambaye si mvumilivu. Ndani ya basi wale manesi Sylvia Mary pamoja na mwenzake Josephina walikuwa wanaendelea kutoa huduma. Jaribu kuwatibu majeraha waliyopata katika mashambulizi ya nyuma. Zenik anacheki. Pamoja ni hivi bwana.